Ninakusalimia tena katika jina la Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV. Na ninakukaribisha jioni ya leo katika jina la Yesu. Niko na imani ya kwamba Bwana amekuweka uzima na uhai kwa ajili ya kazi yake na kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na maandiko inasema ya kwamba yeye ni mwaminifu siku zote kwa watu wake na anagharamika sana ndio uweze kukaa vile ulivyo. Our God is good. Our God is righteous and he is awesome. Jioni ya leo niko na ujumbe kwa ajili yako. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Raphael na mimi ni mchungaji kwa kanisa la Christian Foundation Fellowship, na niko na imani ya kwamba Bwana atanena na sisi jioni ya leo katika jina la Yesu. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you because you reign, you are gracious and you are faithful. Asante kwa wema na kwa ushindi. Asante, unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ninatangaza kibali chako na wema wako, na ninatangaza ya kwamba tutakuona katika ibada ya leo. Yale tutakayoongea yafanana na makusudio yako. Kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Jioni ya leo Bwana anataka tunene matarajio yake wakati wewe umekaa sana katika imani na katika misingi ya utakatifu. Ni nini ana expect kutoka kwako? Ni vizuri niseme hivi, wakati mtu anazaa mtoto, analea mtoto kwa zaidi ya miaka kulingana system ya hapa kwetu Kenya, mtoto husoma mpaka anafikisha miaka 21, miaka 22 ndio amemaliza university. Kwa hivyo you have taken care of your child kwa kipindi kimetosha miaka 20, na miaka 20 miaka mingi. Unapokuwa katika shughuli la jambo moja ya kwamba unalea mtu mpaka afikisha hiyo miaka. Mwanadamu ndiye amepewa miaka mingi ya kufanya hiyo shughuli, ili hali hawa wanyama wengine ukiangalia kama mnyama kama Simba anaishi miaka 7 tu peke yake akiwa amejaribu 7 good years only, na hiyo ni miaka kidogo. Ninasikia inzi anaishi miaka si miaka wiki. Inzi amepewa umri wa wiki moja, lakini mwanadamu miaka yake ilipeanwa miaka mingi na Mungu, lakini dhambi ikashukisha. Unaelewa, kuna watu kwa maandiko waliishi miaka 900, lakini dhambi ilipunguza hiyo miaka kutoka 900 ikapeana 120, kutoka 120 in the book of Genesis wakati alikuwa anaongea na Nuhu alisema I cannot contain man anymore, miaka yake itakuwa 120. Lakini wakati Musa naye anaandika Psalms, ile imeandikwa na Musa, miaka inashuka hadi miaka 70, 80 ukikura vizuri. Na kwa hivyo kwa kizazi chetu tumeona miaka ya mwanadamu imebakia between 70 to 120. Hiyo ndio miaka wanadamu wanaishi, na still hiyo ni wili ya Mungu kulingana vile neno lake linasema. Hata hivyo katika ile miaka Mungu amekupatia katika uso wa dunia, kuna matarajio. Mwenye kuandika mtu kwenye kampuni kuna matarajio ya kwamba kuna value ataongezea kwenye hiyo kampuni ukiwa mwajiriwa hiyo kampuni. Mwenye kuandika washman kuna matarajio ya kwamba kutoka hapo, ingawaje nyumba yake alikuwa na irida na kuna ulinzi, ya kwamba the security will be heightened, ya kwamba ulinzi wa hiyo nyumba utaongezeka. Naye Mungu anapotuita katika ufalme, alafu tunaokoka, na baada ya kuokoka hatuendagi mbinguni, tunakaa hapa duniani, kuna matarajio anatarajia kwa sisi tumebaki hapa, ya kwamba as long as you are now on the face of the earth, there are things you are going to do for my kingdom. Matarajio ile baba anakuwa nayo wakati watoto wake wamekomaa. Na kwa hivyo mwanadamu anapookoka kuna process ya kuenenda into maturity. Unaelewa ya kwamba maandiko inasema ya kwamba kuna vitu inaitwa chakula cha watoto ambayo maandiko inasema ni maziwa. Wakati watoto wako wadogo wanapewa maziwa. Neno la Bwana liko na maziwa kwa ajili ya watoto, na iko na nyama kwa sababu ya watu wale wamekomaa. Maandiko inasema hivyo, watu ambao wamekomaa na watu wale wamefikisha hiyo umri ya kukomaa kabisa kiroho, Biblia inasema neno la Bwana liko na mifupa kwa ajili ya wao. Kwa hivyo wanadamu wote ambao wameokoka hawako kwa stage moja, na hiyo process wakati mwanadamu anapoenenda nikwambie hivi ya kwamba kuna matarajio baba anakuwa nayo. Hakuna mtu anazaa mtoto ambayo hauna matarajio. Ninaona wazazi wakisumbuka ya kwamba mtoto wangu amefikisha miaka 2 hajaanza kutembea. Mzazi huyo lazima asumbuke. Ako na matarajio at the age of 2 years lazima huyo mtoto akuwe anatembea. Mtoto wangu amefikisha miaka 2 hajaanza kuongea.
ako na matarajio at the age of 2 years, huyo mtoto anatakana akuwe anaongea. Kwa hivyo in our normal life we have expectations. Kuna vitu tunatazamia, kuna vitu tunaangalia, kuna vitu tunahitaji. Hivyo ndivyo Baba Mwenyezi Mungu wa mbinguni ako na matarajio kwetu wakati tunapookoka. Tutaangalia kitabu cha John chapter 15, Yohana sura ni ya 15 na mstari wa kwanza. Maandiko inasema hapa, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ati Yakoba yeye ni mzabibu wa kweli, Yesu mwenyewe, lakini Baba ndiye mkulima, ndiye mwenye hiyo shamba yenye hiyo mizabibu. Yesu akiwa mzabibu, mwenye shamba ni Baba mwenyewe. Na ana sio mwenye shamba tu, ndio mwenye kupalilia. Yeye ndiye huwa anaangalia. Kwa hivyo jambo lile tunaliona mahali hapa katika hii mstari ya kwamba wale wameitwa ndani ya Yesu na wakaingia ndani yake, sasa wanajishikiliaka kwa matawi, maana Yesu mwenyewe ndiyo mzabibu, ndiye hiyo mti yenyewe ya kuzaa zabibu. Na kwa hivyo sisi tukiwa ndani ya Yesu ni matawi. Kwa hivyo unapojiangalia katika wokovu ama katika salvation, uelewe wewe sio Asha, uelewe wewe sio mshukaji, uelewe wewe ni tawi moja la Yesu lizae zabibu kulingana na ile kazi ambayo unamfanyia. Kwa hivyo jambo la kwanza Baba hutarajia wakati watoto wake wamekomaa, unapojiunganisha na Yesu na ukaenda katika zabibu, unafanyika tawi. Na ukiwa tawi, Biblia inasema ya kwamba kila tawi linafaa limzalie Baba matunda. While every branch that does not bear fruits, he prunes. Na kwa hivyo unapojikuta uko katika maisha ya Ukristo, alafu unakuta ya kwamba unakuwa subjected na mapigo mengi, ni Baba anajaribu kuhakikisha hii matunda yake kama itazaa. Na nikwambia ya kwamba ni vizuri ukuwe unajiangalia whether you bear fruits to this kingdom. Maana hakuna kitu cha dhamana kama mtu kumzalia Baba na kumpatia Baba mazao. Na mazao inapatikana wakati umepadika ndani ya true vine. Mazao inapatikana wakati umepadika. Nikwambie changamoto moja ya Wakristo kukosa kuzaa matunda kwa Baba, ni kwa sababu moja ya kwamba watu wanahama sana kanisa. Unahama hii kanisa unaingia, yani unapanda mti hapa alafu unaungoa, baada ya miezi mitatu unapanda mti mwingine hapa unaungoa, unapanda pale. Hiyo element ya kuhamahama itakuzuia uzae matunda. Maana utakuta ya kwamba disconnect kwa true vine so many times. Na hiyo ni hatari kwa mtu ambaye anasonga mbele katika hatua ya imani, ya kwamba Baba anatarajia ya kwamba ukiwa na yeye kuna matunda utazaa. Na of course ni vizuri uelewe hivi. Imeandikwa in the book of Galatians chapter 5 and verse 22. Galatians chapter 5 and verse 22. Na maandiko pale inasema for the fruit of the spirit is love. Kama utakuwa ndani ya Kristo Yesu na kama utakuwa matawi katika ile shamba lake la mzabibu, jambo moja linatakana katika wewe kuonekana ni tunda linaitwa upendo. Ya kwamba utashindwa kuchukia watu, ama utashinda ile roho inasababisha watu washukie wengine. You are going to walk in love. Kutembea katika upendo ni kusema ya kwamba moyo wako utabadilishwa tawi linapojiunganisha. Unajua katika kizazi chetu kuna miti inafanywa grafting. Nipeane example na muembe. Maembe ya aina mingi. Na unakuta mti wa muembe, kwa sababu maembe ni aina mingi, kuna maembe inakuwaga grafted. Ya kwamba mti ulikuwa mti wa kienyeji, unakuwa grafted na maembe ya apple mango. Unakuta huo mti pande hii inazaa maembe ya grafting, pande hii inazaa maembe ya apple mango, lakini muembe ni yule yule. Hivyo ni kusema ya kwamba wewe unapokuwa ndani ya Kristo Yesu, kuna matunda itapatikana ndani yako, haswa matunda ya upendo. Unaposikia mtu akisema ya kwamba ni kweli nilikuwa nimempenda, lakini sasa sitaki kumuona, huo mti umeng'oka ndani ya true vine. Huo mti uko kivyake. Na kwa hivyo ujue ya kwamba kuna uwezekano ya mtu kuzaa matunda ya mwitu, matunda ambayo haijakubalika mbele ya Yesu.
Na hii ni kusema ya kwamba ni kazi utajifanyia ndani yako uweze kupenda watu wote. Can I tell you, kila mwanadamu katika uso wa dunia ako na udhaifu. Hakuna mwanadamu ako 100%. Kama Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani walisema ni mrafi na mlevi, yatia kwamba yeye kukula anakula sana, yeye ni mrafi. Hii ni kukwambia kwamba wanadamu hawatakosa kitu cha kusema ambacho shiko kinyume na wewe. Ni vizuri we all capitalize on the goodness. Maana hata chombo kikiwa kibaya kina uzuri wake. Nyungu ikiwa baya, imepasuka na ni baya, bado kuna kazi inaweza kukufanyia. Inaweza shikililia maji ikiwa imepasuka hivyo na pande hii ambayo haijapasuka, ama inaweza fanywa kazi nyingine. Uelewe hivi, chombo kikiwa kiko kibaya kinaweza geuka na kikiwa kitu kingine. Kwa hivyo tunda la kwanza ambalo Yesu anatakikana alione ndani yako ni ya kwamba ni tunda linaitwa upendo. Na hili tunda kila mtu yeyote ambaye ameitwa katika ufalme lazima upende watu wote vile walivyo. Lazima upende watu wote vile walivyo. Hautapata mtu ambaye ako complete. Wewe mama unanisikia, usitarajia ati ya kwamba kuna siku bwanako atakuwa complete, maana hata wewe mwenyewe uko na udhaifu wako. Jambo lile la muhimu zaidi ya kwamba ni ujue ya kwamba umeshikanishwa na Yesu na utaweza kumzalia matunda. Changamoto moja kubwa inazuia watu wazae matunda ni changamoto inaitwa ya vidoda. Mwanadamu anakuaga na vidoda. Mimi nakuomba ya kwamba uweze kuponyesha vidoda ambazo huwa ni zinazuia. Ni makosa makubwa sana umzalie Yesu matunda iko na vidonda. Unakuta ebe limekaa vizuri lakini liko na marama mingi, marama ya kudugadungwa, na kwa hivyo hiyo ebe linakuwa si tamu tena. Na ni kwa sababu gani? Limepata vidoda. Na mtu ambaye amezaliwa ina family, ambaye umekemewa zaidi, umeishi na family ambao wazazi wanakemea kabisa na kukemea zaidi, unapata ile attribute ya negativity. Yani lazima ukemewe. Unaigiza ile inaitwa kuigizwa baridi kwa mwili. Unapoikia baridi hautaweza kuzalia Yesu matunda. Maana katika hali zote, jambo moja Yesu anatafuta ndani yako ni matunda. Na tunda moja ambayo anatafuta ni tunda linaitwa upendo. Tunda la pili limeandikwa hapo ni tunda linaitwa joy, kufurahia ndani ya Yesu. Tunda linaitwa furaha ya kwamba wewe umeokoka na umesimama ndani ya Yesu. Wewe ambaye umeokoka na wewe sahini umeshikanishwa na Yesu. Maandiko inasema ya kwamba utakuwa na furaha. Na katika kanisa la leo tuko na watu wako na moods. Kanisa watu wako na moods. Ati nimeamuka nikasikia hivyo, mimi nikaona ya kwamba nisiende kanisa leo, nimesikia hivyo. Sasa unatarajia naye Mungu siku moja na umefanya kazi mwezi mmoja mahali umeandikwa ati bosi aseme nimeamuka nikasikia hivyo nikasema leo sitawalipa. Ile fujo utaleta katika hiyo kazi, utaona watakujua kwa njia nyingine. Ati bosi alisikia hivyo, utamwambia mafilingi yake apeleke huko na mshahara yako akulipe. Umefanya kazi mwezi mmoja. So wakati unasema umesikia hivyo, sitaosha kanisa, kwa hivyo hakuna matunda Mungu atapata. Nimesikia hivyo, sitafanya kazi fulani ya Mungu, kwa hivyo hakuna matunda. Nimesikia hivyo, nikaonelea niketi chini. Sasa wewe ni matunda ambayo iko na vidoda, inasababisha uketi chini. Mtu akiwa na vidoda hushindwa kufanyia Mungu kazi kikamilifu. Na kwa hivyo ni lazima uelewe vidoda vyako viko pande gani. Vidoda vyako viko pande gani. Kuna watu wako na vidoda because of mahali walitoka. Unakuta ya kwamba ndoa ya wazazi wako ilikuwa ndoa ya vita, na wewe ni msichana. Unafikisha miaka 24 mpaka ukifuatwa na kijana ambaye anataka kuoa. Unashindwa kupeana hiyo matunda ya upendo uoreke. Kwa sababu gani? Kwa sababu uliangalia ndoa ya wazazi wako ikakuweka vidoda. Ni vizuri uelewe ya wazazi ilikuwa tofauti na ya kwako itakuwa tofauti. Tunda la joy lazima ulizae ndani ya Bwana. Tunda la joy ni kufurahia. Mwandishi wa nyimbo anasema korethena kana gekeno letwa lya kaino legosh. Yani kukiwa na furaha na kukiwa na huzuni, jina la Mungu litukuzwe. Lazima ujifunze kuvaa tunda la furaha, ya kwamba mahali popote utakapoenenda ukikuta watu wamehuzunika, because you have that fruit within you, utawashakamusha na watafurahia. Utawafanya wasikie ya kwamba kuna atmosphere tofauti imepatikana. Tunda la furaha ni tunda ambalo kila mmoja wetu
anafaa kufurahia. Ni vizuri nikuelezea ya kwamba Paulo na Sila wakawekwa kwa gereza kwa makosa ambayo hawakufanya, kwa makosa ambayo ni kumhubiri Kristo. And let me tell you, Biblia inasema huo usiku walipoenenda mbele za Mwenyezi Mungu, hawakuambia Mungu ya kwamba tumepigwa hapa na tukawekwa hapa sababu yako. Walisifu usiku mzima. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25. When her owners realized that their hope of about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymn to God, and the other prisoners were listening to them. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors were free open, and everyone's chain came loose. The jailer woke up, and when they saw the prison door was open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Verse 28, but Paul, do not harm yourself, we are all here. Nataka ushike hivyo ya kwamba ushindi ambao uliopatikana katika hiyo magereza Paulo walikuwa ni wakati watu wamejikuta ya kwamba wako na kila kitu kinachowawezesha wahuzunike. Wamepigwa kwa makosa ambayo hawakufanya, lakini kwa sababu ya tunda la joy, tunda la furaha liko ndani yao. Reality ni ya kwamba walisifu magereza wafungwa wengine wakiwasikiza, meaning they did not join them. Hawakuunganika na wao, walisifu kivyao, lakini the result of that ni ya kwamba milango ya gereza ikafunguka. Na ilipofunguka, ilifunguliwa kwa sababu gani? Kwa sababu the presence of God was called. Let me tell you, hiyo shida unapitia ya msichana, ati mtoto wako sijui amefanya nini, have joy in Christ. Matunda ya roho, yani matukio ya maisha, yasifanye ukose kufurahia ndani ya Bwana. Kuna watu siku hizi wanaenda kanisani na hana furaha ya kanisa kwa sababu ameona mtu fulani na ni adui yake, ameona mtu fulani ambaye hajampendeza. Let me tell you, you are only doing harm to yourself. The only better thing that you can do for yourself is to have the fruit of joy. Na nikwambia ya kwamba hawa watu wanaitwa Paulo na Sila, hili tunda lilimea ndani yao. Ukiwa na hili tunda, the fruit of joy, you cannot revenge. Kuna vitu zitakuja katika maisha yako, they are calling for your revenge, but you cannot do it. Why? Because you have the fruit of joy. Ufurahie ndani ya Bwana. Kufurahia ndani ya Bwana ni kusema ya kwamba ni kweli mambo haikutendeka vile ulikuwa unatarajia. Ni kweli mambo haikutendeka kulingana na mapenzi ile ulikuwa nayo, lakini hivyo imetendeka. I am in the true vine, I am just a branch, he is in control. Utakapoweka Mungu katika control, utakuta ya kwamba utafurahia vitu zote. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akiwa kwa mashua siku moja, bahari ikashafuka na wanafunzi mioyo yao ikadhoofika. Yesu alipoamuka, maana ako na hii matunda, yeye hakudhoofika wala hakuhuzunika vile walikuwa wamehuzunika. He rebuked the wind, he rebuked the storm, na hali ya bahari ikatulia. Kwa nini? Kwa sababu yeye ako na ile matunda. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu ya kwamba hii matunda imee ndani yako. Can I tell you, kuna watu wanafutwa kazi kwa sababu ya kukosa hili tunda. Hakuna vile unaweza andikwa kazi ya ofisi, ya front office, ya kwamba wewe ndio uko kwa ofisi kiti ya mbele kama secretary, ya kwamba mgeni yote anakuja katika hiyo ofisi ni wewe anakutana na wewe ukiwa wa kwanza. Wewe ndio sura ya kampuni, alafu umenuna. Sasa kama umenuna utafanywa nini? The next ni ufutwe, kutafutwa mtu wa kufurahi. Kuna kazi watu huwa wanafanya na inahitajika ukue ya kwamba umefurahi. Kwa mfano wewe ni daktari, uko na mgonjwa hapa, ni mgonjwa kabisa, ako na ushungu. Nafikiri huwezi kwenda kwake uende kama mtu ambaye amenuna. Ukienda kama daktari tena atashindwa, kwani huyu amenionaje na ndiye daktari wangu na ndiye ninadhamini, nimeweka imani yangu kwake ya kwamba nikiwa mikononi mwake nitapona. Alafu wewe daktari ndio unakaa kama umeshtuka na unakaa kama huyu mgonjwa anakufa within next 2 minutes. Utamuua hata kabla akufe. Atakufa kwanza kwa sababu wewe mwenyewe ile sura umempatia unamuonyesha ya kwamba haezi ishi. Let me tell you, kuna kazi watu wanafanya, but you must embrace the fruit. Wewe kanisani kwenu ni asha, yani umesimama hapa umenuna ya kwamba yule mtu mpaka anashindwa, kwani huku nimekuja si kwa Mungu. Mtu akija na shida zake, muonyeshe simplicity, mfurahie. Furahini katika Bwana. Nasema tena furahini. Anayesema furahini katika Bwana, Paulo akiandikia kanisa la Wafilipi, elewa hivi, alikuwa kwa magereza, alikuwa amefungwa jela,
Na ile jela amefungwa si jela ya kawaida. Alikuwa amefungwa mahali show ya prison, ya show ya Paras ilikuwa inaenda. Wakienda show ifresh ile shimo ya septic, alikuwa amefungwa katika hiyo shimo. Na anaambia watu wa Filipi, furahini katika Bwana, anasema tena furahini. Kwa hivyo hali zako zile unapitia, sisi kunyime nafasi ya kupatia Bwana the joy, the fruit of joy. Ya kwamba ni kweli napitia hali gumu. At one point nenda mbele za Bwana, inua mikono. Mwambie Bwana ni asante. Ninaona wokovu wako na ushindi wako ukiwa katika maisha yangu. Ninajua whatever I'm going through is just for a season. Ninajua ya kwamba hii yote ndio shida. Maandiko inasema uhusiano wa Daudi na Mungu ulikuwa ya kwamba mara 7 kwa siku anaenda mbele ya Mungu kumtukuza. Na ile mara anaenda 7 kumtukuza, hiyo mara wakati mwingine amelala, amefukuzwa na Sauli. Sauli akitaka kumuua, lakini Daudi akifika mbele ya Mungu hamwambia kwamba kuna Sauli anataka kuniua. Anaenda mbele za Mungu mara 7 on a day kumwambia Bwana, ukuu wako ni mwingi, unastahili sifa, unatosha maishani, you are my God. Kuna silaha iko katika kufurahia Bwana na matendo yake na kazi yake. Lakini ikiwa saa yote huna hii matunda, ukienenda mbele ya Mwenyezi Mungu unaenda kunungunika, reality ni hii ya kwamba kuna vitu zako utakosa kuzipata. Baba hata furahishwa na wewe. Let me ask you, wewe ni mzazi, uko na mtoto ambaye anakusogea saa yote na akija ni manunguniko. Mtoto akisongea mbele yako saa yote ni manunguniko, haunisaidii na amekula nyama na anasema hujamsaidia. Sijui tunaishi nyumba ya aina gani na hiyo nyumba inaishi, umemnunulia kitanda mpya last week. Sijui huku tunakaa namna gani, ni mimi tu sina. Yani hakuna kitu kizuri anakiona kwako. Huyo mtoto mara ya mwisho utatupa mikono useme ajue kutafuta pesa ni gumu, hata yeye ajitafutie. Baba anaweza shoka na mtu ambaye hana shukrani. Na shukrani hupatikana when there is a joy of the Lord. Na furaha ya Bwana ninakuombea katika jina la Yesu ipatikane katika nyumba yako. Kuna nyumba zinakaa kama magelio. Mnajua magelio? Magelio ni ile kitu inaitwa mtihani kwa lugha nyingine. Kuna nyumba zinakaa kama mtihani, ya kwamba ukilala na ukiamka ni kama unatahiniwa, unawekewa mtihani nyingine. Mtihani ya leo na ya kesho ni tofauti. Have that joy of the Lord. Hakuna siku maisha yako itakaa kama maisha, hata wale wanakaa Paras bado wako na shida. Ukikalia kiti cha gavana wa kwenu ndio utajua hata yeye akona shida. Tunamwona akiwa mtu amekuwa glorious, lakini anajitia nguvu ndani ya Bwana, ndio unaona anakaa hivyo. Ukikalia ile kiti rais wa Kenya amekalia, utajua ya kwamba hiyo kiti iko na moto na ni makaa ya moto mtu huaga amekalia akikaa hapo. Maana wa Kenya wote ni wewe wanaangaliaga kwa kila kitu. Na wakati mwingine mpaka unashindwa, ninaangaliwa hivyo kwani mimi ndiye Mungu? Wewe sio Mungu. Lakini akisimama mbele ya watu paka na smile mpaka unashindwa. Na huyu ni yule alitukanwa last week na akaitwa majina. Huyu ni yule jana alikuwa anatukanwa na leo ni kusheka anasheka. Yes, because they have mastered the joy in the Lord. Na watu wale wanafurahi, hawakufi mapema. Watu wale wamenuna kwa maisha yao. It is scientifically proven ya kwamba wanatafuta kifo cha mapema. Mimi naomba ujifunze kufurahi katika Bwana. Hali zikae vile zitakaa, zikuwe zinakupendeza, zikuwe hazikupendezi, wewe furahi katika Bwana. Kuna matunda inaitwa ya furaha, na mtu yote ambaye anajifunza kufurahi katika Bwana anapata ushindi. Nehemiah chapter 8 and verse 10. Nehemiah chapter 8 and verse 10. Nehemiah chapter 8. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and said some of those who have nothing prepared, this day is holy to our God." Kuna wakati mtu anafaa kufurahia. Ni makosa makubwa sana mpendwa, umefanya kazi mwaka mmoja kutoka Januari 1 mpaka Disemba 1 na hauwezi ingia hoteli kule chakula mzuri kwa sababu ya hali ni gumu. Ni sawa, zinakuwa gumu. Na hata watu wale walikuwa wanaishi na 1950, hali zilikuwa gumu. Mimi sikuwa naishi wakati huo. Walioishi 1970 hali zilikuwa gumu. Walioishi wakati wa President Moi hali wakasema ni gumu. Walioishi wakati wa Kibaki wakasema hali ni gumu. Yani hakuna wakati mwanadamu anasema hali si gumu. Kwa hivyo ni kuamua. Nehemiah anawaambia, go enjoy choice food and sweet drinks, and send some of those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Furaha katika Bwana ndio nguvu yetu. Kwa hivyo ninasema nini? Ya kwamba ujifunze, ni kweli vitu zile ulikuwa unatarajia
zimeshelewa, lakini hata kama zimeshelewa, the joy of the Lord is my strength. Furahini katika Bwana. Iwe hali zimekaa namna gani, you need to seek that joy in the Lord. Ya kwamba ninapoamka niko na joy kwa sababu nimeamka. Nataka nikuambia ya kwamba ukitizama maisha ya watu wengine, zile hali wanapitia, utajua yako ni better off. Utajua yako ni kitu cha kufurahia. Utajua yako. Mimi nikuulize, kale ka slave girl kaliambia Naaman, ya kwamba kaliambia mke wa Naaman, ukienda kule kwetu utaponywa. Nataka nikwambia hakakuwa kamenuna, mpaka unatafuta welfare ya mtu ambaye wewe ni mfugo wake, unamtafutia welfare. Kasichana kalimwambia nenda kule kwetu utaponywa. Kalikuwa kamejua ya kwamba I am a slave, but now I have to live the way I'm living. Niko na furaha hata nikiishi vile nitaishi, kwa sababu kalielewa there is joy in the Lord. Na mimi nakuacha usiku wa leo na kukuambia hivi, igawaje matunda ni mingi, lakini tumeongea kuhusu matunda mbili. Tunda la kwanza nimekuambia ujaze upendo katika moyo wako. Penda watu wote vile walivyo. Na kama unakuwaka una upendo, unapenda paka, maana kwako nyumbani kuna paka. Uko na upendo unapenda mbwa, kwako nyumbani kuna mbwa. Uko na upendo unapenda nini ingine? Unapenda kuku, kwako nyumbani kuna kuku. Uko na upendo unapenda mbuzi na unapenda ng'ombe. Imagine hizo vitu zote unapenda. Na okay, tuachane na ng'ombe inakupea maziwa. Tuachane na mbwa maybe anakulinda. Paka shwale, paka unaipenda na unashindwa kupenda mtu. Wewe penda watu vile walivyo. Ni matunda ndani ya Bwana. You are branches inside the true vine. Na anatarajia matunda ya upendo, ya kwamba utapenda watu wote vile walivyo. Number 2, utakuwa na furaha katika Bwana. You need to enjoy yourself in the Lord, because this is what you have been called for. Maisha hata kama vitu zako hazijaenda vile unataka, you can have joy. Useme mimi niko na furaha kwa sababu niko na Bwana. Ukienda hospitali, uangalie wagonjwa vile wanakaa, utafurahia Bwana. Useme na mwaka inaisha, mimi sijaenda hospitali, I have this joy in the Lord. May God bless you, may God be with you. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa hizo fadhili zako na wema wako. Unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipatia ya kunena neno lako na mtu wako, na niko na imani ya kwamba hili neno litamsaidia na litakuwa la faida. Atapata furaha na upendo kwa utukufu wa jina lako. Ni asante kwa kuwa umetenda, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. May God bless you. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Rafael, mimi ni mchungaji wa Christian Foundation Fellowship Makutano Meru, na Yesu ni Bwana katika mji wa Meru. Ukitaka kunisupport katika hii program, unaweza tuma support yako kwa hii namba 222118. Hiyo namba imeandikwa kwako kwa screen, 2221872338#. Itakutolea jina Christian Foundation Fellowship. Na ukitaka kunifikia, namba yangu ya simu unaweza nipata ni 0725947795. May God bless you, may God be with you, na neema ya Bwana ikutoshe. We love you, bye bye.